utafuteni haki, utafuteni unyenyekevu, huenda mtafichwa katika siku ya hasira ya Bwana. Lakini nitasaza ndani yako watu walioonewa na maskini, nao watalitumainia jina la Bwana. Mabaki ya Israeli watawatenda uongo, wala kusema uongo, wala ulimi wa hadaa hautaonekana kinywani mwao. Kwa maana watakula na kulala, wala hapana mtu atakayewaogofya. Neno la Bwana. Somo la waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto. Wakorinto wa kwanza sura ya kwanza aya ya 6 hadi ya 31. Ndugu zangu, angalieni mwito wenu, ya kwamba si wengi wenye hekima ya mwilini, si wengi wenye nguvu, si wengi wenye cheo walioitwa, bali Mungu aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia awaibishe wenye hekima. Tena Mungu alivitia nguvu, tena Mungu alivichagua vitu vinyonge vya dunia na vilivyodharauliwa, na vitu ambavyo haviko, ili avibatilishe vile vilivyoko. Mwenye mwili awaye yote asije akajisifu mbele za Mungu, bali kwa yeye
ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu na haki na utukufu na ukombozi, kusudi kama ilivyoandikwa, yeye aonaye fahari na aone fahari juu ya Bwana. Neno la Bwana. Yesu alipoona makutano alipanda mlimani, na alipokwisha kuketi, wanafunzi wake wakamjia. Akafungua kinywa chake akawafundisha akisema, heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri wenye huzuni, maana hao watafarijika. Heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Heri wenye kuuliwa kwa ajili ya haki, maana ufalme mbinguni ni wao. Heri ninyi watakapowashutumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu, furahini na kushangilia, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni. Neno la Bwana.
Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Leo tunaambiwa heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki. Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki. Heri ninyi watakapowashutumu na kuwaudhi na kuwanelia kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. Furahini na kushangilia, kwa kuwa thawabu ni kubwa mno. Furahini na kushangilia, kwa sababu thawabu ni kubwa mno. Hayo ni maneno ya faraja, ni maneno ya kutia moyo, maneno ya kuendelea mbele ambayo yanatolewa na Mwana wa Mungu Yesu Kristo siku ya. Ni maneno mazuri, maneno ya kukata tamaa, lakini tunaambiwa kufurahi na kushangilia, sababu tunaelekea hatuna mbegu. Ni nani hao? Ni hao ambao wako tayari kulipokea, kuliishi na kulitumikia neno la Mungu, kwamba tunapokutana na changamoto za maisha, tunapokutana na magumu, tunapokutana na mambo mengine ambayo yanaudhi, leo tunaambiwa tusikate tamaa. Tusikate tamaa, tubaki waaminifu katika eneo lake, kwa kuwa Mungu ndiye anayejua alitokea kila ya huko mbinguni. Ingawa na vitu vingine katika utume wetu, kazi zetu majiunge, tunakutana na mambo kama haya ya watu kuudhi, kutukana, kukushutumu kwa njia mbalimbali, ili tu mradi ukate tamaa. Naambiwa ukikutana na changamoto hizo katika maisha, pokea, furahia, endelea mbele. Kiti chako kiko tayari mbinguni. Somo la kwanza tuambie, na liko wazi kutuelekeza kwamba tafuteni Bwana. Ni nani huyu? Tafuteni Bwana ambayo unaona kabisa umeingia katika mazingira magumu, bali changamoto nyingi za maisha. Jibu na suluhisho na mambo hayo ni kumtafuta Bwana, kumtumikia Bwana. Natuambia tafuteni Bwana ili yote mliyofanikiwa. Na anayetafuta Bwana mara nyingi ni mnyenyekevu, ni mpole, ni mtulivu, ana rehema, ana unyenyekevu ndani mwake. Huyu ndiye anaambiwa atafurahi daima katika Bwana. Mtafuteni Bwana ninyi ambao mnazitenda hukumu za watu, mnatafuta haki, mnatenda yaliyo mema, yaliyo mazuri, kwa sababu Mungu yuko pamoja nao. Tafuteni Bwana enyi wenyekevu. Tena naambiwa katika kutafuta Bwana tuna haki. Inawezekana tunafichwa, tunaokolewa na hasira zamani kwa kutenda kuwa nyenyekevu, kwa kutenda mambo ya Mungu, kwa kushika amri zake. Inawezekana kwa njia hiyo tunafichwa
ishini, kumbukeni wito uliotoa na Bwana. Tambua mwito wako. Umeitwa na Mungu kwa lengo maalum, kwa nia maalum. Basi jitahidi sana kushikilia kwamba umeitwa katika wito ambao si wote wenye hekima, si wote wenye hekima, wenye nguvu, si wote wenye vyeo wamechelewa, sio wote. Lakini Mungu hutambua mambo mbavu ya dunia hii, vitu vidogo vya dhaifu, kuwaibisha watu wenye vyeo. Si wote, si wengi wenye hekima, wenye nguvu, wenye cheo, wenye mamlaka ambao Mungu amewachagua kwa ajili ya kazi zake, bali Mungu amechagua vitu vidogo kuuliwa na kukusanya kwa kitu, kuwaibisha hawa wenye hekima, kuwaibisha hawa wenye vyeo. Ni mambo gani ambayo yanakaribisha wewe? Ni mambo gani ambayo yanakaribisha wewe? Yanakubeba heshima, utu wako, ubora wako. Ni mambo gani? Inawezekana sio elimu, lakini vitu vidogo ambao havina uhai vinakuangusha, vinakuaibisha, na kuonekana si kitu mbele ya jamii leo. Fikiria kwa mfano, angalia pombe inayoonyesha ni kitu dhaifu, hakina uhai, ni maji tu yanatengenezwa kwenye chupa au kwenye plastiki, lakini angalia jinsi inavyobadilisha. Na sisi tuwe mashuhuda, mtu anapewa heshima kubwa sana, wa kushirika sasa, ana cheo na anapata elimu, lakini anaibishwa na kitu kidogo sana, pombe. Mtu akikula pombe, mtu akishalewa au kama mwanzo au kawaida, na kama amezidiwa na pombe hii na kuna jambo kwa kiasi, kwa sababu unapitiliza, unazidi. Angalia matokeo yake. Mtu ambaye ana heshima yake, anaheshimika kwenye jamii, lakini akisha leo akishiria makofi, angalia matendo anayotenda, anafanya. Ajitambue, ajielewe, anaanza kuongea ovyo, anaanza kutoa matusi, anaanza kuongea siri za nyumbani. Kama ni baba, anaanza kuongea siri ya mke wake. Kama ni mama, anaanza kuongea habari za mke wake. Anajimaliza, anapawaza, anaongozwa na pombe ambayo haina thamani mbele ya jamii. Ni kitu ambacho kimeelekeza, kimeoza, lakini leo limemwekisha mtu na heshima, na hasa yule ambaye hapana kiasi. Ndio sio zangu, sio shida, lakini matumizi yako yanapozidi na wewe ni kama shida jamii. Na tumeshuhudia na tunaona sasa
familia zetu, kwenye miji yetu, kwenye mitaa yetu, watu wanaaibika, watu wanaaibika. Mtu anaona ovyo kwa baba, mtu aliyefanya ugogo wako, ugogo wako, anaambia mambo yake, anataka kupiga kabisa. Sasa pale akaamua huko kuharibu vitu na mwingine na heshima zake zote akaja nyumbani akajisaidia kupata mwili bongo la baba mwenye uso wa kutu mwenye cheo ana pesa angalia pesa zake zote anajisaidia kupata na mwingine hata kufanya mambo ya yote. Mungu alichagua vitu vidogo ambavyo vinaweza kuwaibisha na kuwalaumiwa kwa ajili ya vitu vidogo sana. Vitu ambavyo wanaweza kusimamia na hata baada ya kuoa unajua kabisa, lakini bado tena anapenda huko kana kwamba anapepo na kupoe na kupoe mwingine kwa kile kuandika poeni ameambia ogopa pombe za bure, ogopa pombe za bure. Mwingine anasema ofai anajisahau kabisa ni nani, anacheo gani, anafasi gani kwenye jamii, kwenye kanisa, kwenye jumuiya. Anaibi tabariki basi kuja kumbeba, kuja kujifu mnanipeleka wapi? Haijamu anajiseni hapo ila hata watoto wanataka hii kwenye haina watu waisi, lakini imewaangusha watu wengi. Hata pesa hivi ibadilisha watu, pesa ibadilisha watu, pesa imeliwa watu heshima. Mtu anakwenda kukopa mtoto, anaenda kuchukua simu ya mtoto. Unapenda kukopa simu. Hauna labda utapata pesa, wewe kukopa pesa. Tena simu, wewe kuchukua simu kubwa. Hiyo ni gani tu? Ukishinda kulipa inakuwa. Kuna watu wakuuza nyumba wacha mikopo, wacha mikoba. Kuna watu wakichukuliwa vitanda, magodoro, makabati ndani ya nyumba kwa ajili ya mtoto. Watumizi. Kila kitu kwa kiasi. Kila kitu kwa kiasi. Kuna familia zimeaibika. Kuna baba ameaibika. Kuna baba ameaibika. Kwa ajili ya pesa za mkopo. Mtu wa heshima kabisa. Mtu wa heshima kabisa sasa anashoka kwenda kufaa. Huyo ni karibu. Roho na mbaya zaidi, kuna wengine wanachukua mikopo bila kushirikisha waume zao.
Na watu kwa ile naye akadili nywele. Unaenda kuchukua mkopo utengeze nywele. Mwingine kuchukua mkopo anunue gari, wewe lazima matumizi ya gari. Unaenda kuchukua mkopo unanunua boga la muziki, alafu je mtazamie huyu. Muziki kwa nini sasa lazima? Ukitamani pesa sana, utaweza. Mwingine hata kuomba haja kulewa tu. Kulewa tu, anachukua mkopo sasa. Na kisha zipata. Moja kwa moja kaburi. Hata ukipata kazi. Mungu anatumia vitu vidogo vya mtu acheo chake. Wengine wakipata mishahara kwa mfano ushauri usio sio zote zinapata mchakato sasa hivi. Asitumie mpaka ziishi mpaka kurudi nyumbani. Lakini kana akili hizo. Yeye kwa mpaka anaweka pole nini simu, nguo. Tumeumbwa kuvitawala vitu na malimwengu. Na Mungu alitoa kibali, nenda ukatawale samaki, wadudu, wanyama na wanadamu. Lakini katika wakati hakuvitawali nenda kwanza. Bala kutawala pombe, pombe kutawala. Bala kutawala pesa, pesa kutawala. Bala kutawala mali, mali kutawala. Na ndio maana maadili ya kutawaliwa na mali na pesa wengine wasali moja pesa. Anazaa katika kusali, anafilisika. Akija kusali, atapata pesa. Akija kusali, atapata nani? Pesa hii. Baada kuitawala pesa, pesa utawala. Anamsaidia kwa nini pesa? Anamwacha Mungu. Anaacha pesa. Anaacha dunia. Kwa nini? Aweze akafunga duka lake kwa ajili ya ibada. Hawezi kabisa. Wenzetu wasema kubadala la pili. Ukitaka kujua nini sasa nijini kwa. Siku za Ijumaa nenda. Afu yote dukani. Ikifika muda saa swala. Kuone, wanafunga. Mpaka saa nusu. Yote yamefungwa. Hautaliwa na pesa na pesa. Na pesa itakuja tu. Kama inakuja tu. Lakini wengine hauza kujua akasikia kengele ngogwa weza nendeni tu. Yeye angalia. Tunakusikonze. Ndio sana. Neno mwangu mjini. Angalia kufika tawasi. Maduka yote ya waindi yamefungwa. Kwa kwa msikiti. Lakini wengine hapo afumeroka ofisi kwa ajili ya nini? Wenzetu wanataka malimwengu, sisi tutawaliwa. Na hapa tunaposema haya, tujenge kanisa, tujenge chama. Kuna wengine hata mchawi wao wanatawaliwa na pesa. Akitoa pesa kwa kanisa anapunguza mdai. Badala atumie pesa kwenye baraka kwa Mungu, atumie pesa ili kunafikia Mungu, atumie pesa inafanya hata kuna au mbali na Mungu, mbali na hata leo hii kwa mfano leo. Sikalame, sio kama wewe kusudi na kusudi. Watu wamejidai. Tumsisi Kristo. Kwa ndio kweli. Watu wamejidai hapa hii. Sema na wale wanaosema. Bwana kitu tumeweza kufanya. Watu wa darasa. Kitu. Watu wanakuja. Watu wametawaliwa. Anaona akiitoa sadaka kwa ajili
hiyo kanisa, akazungumika, anapata sana, alipata hiyo pesa, hiyo mali, alipo ni Mungu mwenyewe. Tusingepata watu wamejua maana ya maisha na utume wao, tusingeongea sana habari ya mchango. Kila mtu unatawaliwa na pesa, nikitoa pesa ya ujinga. Yaani pesa ya kuonyesha unapata Mungu, unaacha kusali, unaacha ibada, unaacha kwa mchango kwa ajili ya hofu ya maisha. Unajua kuna mambo ya mtu jana Jumamosi alikwenda kwenye kikao cha sendo vile, tunakumbuka ya sendo au tano, yaani mtu pale, yaani uzalini anaongea kwa furaha, anaongea kwa matumaini. Kutokana na uhusiano uliokuwepo mimi na familia hii, tumetoka mbali kweli, tulivyosaidia. Mimi naahidi 5 katika sherehe, rahisi sana kutamka kiasi cha kutaja harusi, sendofu, sherehe nyingine, lakini ni ngumu mtu huyu kutamka kama leo ataka au nataka leo mashairi kwa usikata msafara nataka leo moja nataka kitano nataka hizi na kwa jambo unapata watu kwenye ukumbi, kwenye vikao vya sendofu, harusi na nini, watu wanatamka hivyo. Atamka hivyo, mwenye ajipigia hesabu, nikienda pale nitakula nyama kidogo pale, si ndio nusu, nitakuambia ngapi, nitakuja kama soda, kama juisi, mzigo huu. Anaona kwamba kwa kanisani kwa ajili ya kanisa kama vile napata aje kwamba ana ile furaha, ile amani, afya njema aliyokuwa nayo. Ni Mungu rafiki wa kweli na wa milele, asionekana ndiye mwezi. Utaona vitu kile unachotoa na faida gani? Unaona kutoka kanisani au faida? Kutoka kanisani ailipi, ila ukitoa kwa rafiki, kwa ndugu, kwa ukoo, kule tunalipa, utawaliwa na vitu vidogo. Leo tunaambiwa habari njema, pamoja na yote, pamoja na mabuni, pamoja na shutuma, pamoja na matusi, pamoja na kashfa, naambiwa furahini daima na kushangilia. Sisi ambao tunateseka, tunasukumiwa, tunasema mbaya, tunasimangwa, tunauzaji manyonge, tunafanya kazi sisi hakuna maana, hakuna kazi zingine huko. Leo kwa moyo usikate tamaa, furahi na kushangilia, sababu kabla yako ipo wapi mbinguni. Na habari na ndoa leo hii, wewe unayehangaika, wewe unashuhudiwa kusali, wewe unashuhudiwa kwa kutoa michango, wewe unashuhudiwa kwa kiongozi wa dunia, wewe unashuhudiwa na kusema sana kanipendekeza baba yako, unasema nikuja kanisani kwa Mungu. Unajua, endelea kufurahi na kushangilia kwa kuwa thawabu yako iko mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Wale ambao wanatamba kwa shutuma, kwa matusi na mambo mbalimbali, maneno mabaya, tena mengi ya uongo. Mengi ya uongo. Una mtu anasikia uongo, anasema uongo ili akumalize, akule heshima. Ukisha tamka hilo, unafanya kazi ya Mungu, kazi takatifu na masomo. Endelea mbele. Mwangalia Yesu alisema kwa mambo mengi walimsikizia, lakini yeye mpaka kufika Kalvari akakomboa ulimwengu, akakomboa sisi. Na wewe ni zamu yako kukomboa ulimwengu, kukomboa familia yako, kukomboa kanisa, pamoja na yote ambayo yana
yanajitokeza yanasema juu yako ili ukate tamaa, usikate tamaa. Mara wengine wamekata tamaa, wanasema sisali tena. Wengine walikuwa wanawacha ukume. Ndio maana kama kumbuka kwamba watu wanakuja kanisani wanaahidi vingi, wengi wanachama fulani, anakula kiapo, kila chama na kiapo chake, lakini angalia baada ya muda mfupi tu watu wameacha, watu wamerudi nyuma kwa ajili ya maneno, kwa ajili ya maneno ya watu. Hata waimbaji hapo walikuwa wamekuwa waimbaji wa sisi hapo, lakini angalia walikuwa wanazo na wengine wameondoka mpaka na sala ya nini, sala ya kikundi, ndio amekuwa ofa, wameondoka nazo. Msio Yesu na sio kubaya kwenye moyo watu wanaokimbia kwenye mtandao, watu wanaokimbia ni Joseph, watu wanaokimbia lazima tukue Maria hapo kwa kutoka kwenye Maria wako kabisa, watu wameacha kwenye kwa Fatima kadhalika, watu wamekuasika kwa ajili ya maneno, kwa ajili ya vituko, kwa ajili ya uongo, kwa ajili ya ubaya. Leo tunaambiwa sisi tunataka na kuendelea tusikate tamaa, tuendelee. Mungu yupo, lakini msaada tapata taji. Mungu wapi? Mbinguni. Kristo. Tusimame tukiwa na sauti kwa Mungu mmoja. walitangaziwa kurithi ufalme wa Mungu. Utusaidie tusinaswe na mitego ya mali na kusahau wewe muumbaji wetu. Bwana, tunakuomba utusikie. Wenye upole waliahidiwa ufalme wa Mungu, utuonyeshe njia za upole na utulivu ili kuishi kwa mapatano na amani. Bwana, tunakuomba utusikie. Wenye huruma watapata huruma ya Mungu, utufundishe njia za huruma ili tufanye maisha ya watu
utusaidie kutafuta amani na kuitetea tunapoona inavunjika. Bwana, utuimarishe tunapokabiliwa na magumu katika imani yetu. Utukumbushe kutambua kwamba njia ya kwenda mbinguni inapitia njia ya msalaba wa mwana wako. Bwana, na kila mmoja aongeze maombi yake binafsi. Bwana, Baba, tunakuomba upokee shukrani kwa hawa ambao leo wanakushukuru kupitia katika takatifu, na hasa inao kupata kumaliza mafunzo salama na wengine kupata ufaulu mzuri, na hasa kidato cha 4. Baba, ukawe kiongozi na nuru kwao, ili yao waliotamani wao na wazazi wao na taifa yakawe kweli. Bwana, tunaomba kupatia Kristo Bwana wetu. Amina.
Baba, wanajumuiya hii jumuiya ya Kiliposo. Baba, angalia leo kuletea shukrani na asante wakikumbuka wema na mazuri ambao umetendea. Hakika wanaomba baraka ya maisha, baraka familia, baraka ya biashara, baraka ya kazi. Basi tunaomba nia yao, haja yao ikamilike kupitia ukarimu wao. Mwenyezi abariki Baba, Mwana na Roho. uwe radhi kuvipokea na kuvifanya viwe sakata